nasimama kule Orera Ward, na mimi najua kitu ambaye watu Orera Ward wanataka, na mimi huwa natangaza manifesto yangu, na nimesikia mwenzangu pia ameiba manifesto yangu. Mimi nasemanga tu vitu tatu yenye inafanyia watu Orera Ward. Mimi nikishakuwa MCA, kila boma pale Orera Ward nitaweka kisiagi. Hiyo ni agenda number 1. Agenda number 2, lazima niweke kinyozi Orera Ward kwa kila boma. Watu Orera Ward wanyoe ndevu. Na kitu ya tatu, nitapeana basari Orera Ward. Watoto waende shule pale Orera Ward speak. Kuna watoto wajaenda shule pale Orera Ward. Raundi watu wote wataenda shule. Kwa hivyo hii Sunday naenda kugawa mchele pale. Mr. Speaker, wenye wameongea hapa wote wakisema one term, hawajawahi pitisha president, Mr. Speaker. Na mimi hiyo ni furaha yetu sana sisi kama watu wa two term, kwa sababu wenye wanasema one term hawajawahi pitisha president. Mada yangu Speaker ya leo, nimesikia watu wanastumu watoto wa single mothers hapa ati hao ndio wanafanya mashule hao ndio wanachoma mashule, Mr. Speaker. Hiyo ni kitu mbaya sana, kwa sababu hao watoto wa single mothers pia ni watoto wa watu, Mr. Speaker. Wewe unatusi mtoto wa single mother, unasema ati mtoto wa single mother anachoma shule. Wewe unamtusi hapa Jakaranda, na wewe watoto wako pia wako tu hapa Western, Mr. Speaker. Wewe watoto wako pia single mother ndiye analea hapa. Hiyo ni kitu mbaya sana. Watoto wenye wanachoma shule, Mr. Speaker, ni watoto tu wenye wamekosa heshima, na watoto pia wenye wamekasirika kwa sababu government inaiba mtihani yao, Mr. Speaker. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi hatuwezi kubali Mr. Speaker, mtu akuje kutusi single mother hapa ati mtoto wa single mother ndiye anachoma shule, Mr. Speaker. Hiyo ni kitu hatuwezi kubali, kwa sababu Mr. Speaker, nimesikia Nuru Okanga anaongea hapa. Anasema ati mtoto wa single mother ndiye anachoma shule. Nuru Okanga anatusi single mother, na yeye pia amezaa watoto wametapaka huko. Ukiangalia tu mtoto unaona tu ni mbeumo, lakini Nuru Okanga anakataa ati mtoto wa single mother ndiye anachoma shule, Mr. Speaker. Mwingine pia nimesikia ametusiana hapa. Dennis huyu wa Jala huyu mwenye anafika hapa, amezaa mapiginis wengi sana hapa Western. Huyu alafu anatusi masingle mother. Mr. Speaker, hii ni kitu mbaya sana. Ona mwenye anatusi masingle mother. Hata yeye nataka nimwambie, wacha mtusi single mother. Hata wewe huyo baba yako uliambiwa tu, huwezi confirm kwa ni baba yako. Kwa hiyo wacha mtusi masingle mothers hapa kwa hii bunge. Mr. Speaker, nataka kuongelea hii mambo ya budget ya leo. Hii mambo ya budget, nasikia watu wengine wanasema ati hiyo budget ni mbaya. Nataka niulize wa Kenya. Kibaki alikopa loan, akajenga nayo barabara ya kuenda ya kuenda Thika Road, ya kuenda Central. Hiyo barabara sasa hii tusaidii, inatumika tu kwa kuleta Jaba, Nairobi na Mira. Magari zinakimbia pale speed ya 240. Nataka Ruto weke mabambu kubwa hapo. Bambi inatoka chini mpaka hapo. Yenye gari ikitaka kupita lazima ipepo. Kwa sababu magari zinakimbia hapo na Jaba, zikileta hapa Nairobi hiyo barabara kuna kitu kinasaidia. Angejenga hii barabara kwenda Busia. Mwingine pia Uhuru Kenyatta akakopa loan mingi, akajenga nayo expressway. Hiyo expressway sahi ni ya Mama Ngina. Akajenga nayo SGR ya kutoka hapa kwenda Mombasa. Sahi ni ya Mama Ngina. Ruto area anakopa loan na anajengea Wajaluo na Waloya reli ya kutoka hapa kwenda Kisumu. Mimi naambia William Samoei Ruto, nimesikia hiyo budget iko na pesa mingi. Uza kila kitu yote. Bora tu unaweza jenga SGR ya kutoka hapa kwenda Kisumu. Uza kila kitu. Vitu mbili tu ndio usiuze hii Kenya. Hapa kwa bunge la mwananchi mahali napigianga siasa usiuze. Na country basi ya mahali Jaluo na Mloya anapandia gari akienda nyumbani, hapo pia usiuze. Kila kitu uza. Kila kitu uza. Mahali tena usiuze ni airport. Airport usiuze. Hiyo ni Wajaluo ndio wanapandia ndege. Alafu juzi nimesikia hapa Ruto anataka kupeana airport kwa Dani. Kikuyu anatoka hapa na kuti kubwa anasema ati airport isiuzwe. Airport isiuzwe, unapandanga ndege. Na hata airport hakuna Mount Kenya. Ndege itapaa juu ya majani chai ama juu ya Jaba. Muache ufala. William Samoei Ruto, uza kila kitu. Kwanza anza na Marikiti na Mugoro. Uza hizo mbili, inachafua town. Uza hizo. Hizo Mudhurwa na nini uza kabisa. Hizo ndio zinachafua town. Mr. Speaker, mada nyingine nataka kuchangia hapa Mr. Speaker. Nimekasirika sana Mr. Speaker. Kwa sababu Mr. Speaker, leo nimesikia mtu anasema hapa ati one term Mr. Speaker. Na mtu anasema one term na atuambie nani anakuja kuingia Mr. Speaker.
Mtu akisimama hapa anasema Sifuna kuwe president. Mr. Speaker, hata kama ni wewe unaweza kubali Sifuna kuwe president yako? Sifuna mwenye hata hawezi panda ndege. Hapa nini? State House Sifuna jui venye mimi pia sijui. Sifuna akitaka kuona State House ana Google kwa TV. Kwa nini kwa simu? Juu hajawahi enda hapo. Sifuna amekuanga tu na ile Murudi. Raila hajawahi win. Sifuna aliingia State House lini? Uhuru Kenyatta hakusupport. Sifuna juu State House. So sasa hivi mkimchagua president, Sifuna atapotea pale ndani. Ile nyumba ni kubwa mtasikia. Ile nyumba ni kubwa. Matiang'i hajawahi kanyaga hapo. Alikanyaga ile nyingine ile mzee ya Uhuru Kenyatta. Wakati alikuwa nini ya education. Ndio akatoka huko wakati akili imechanganyikiwa. Akakuja kubadilisha vitu rangi. Akabadilisha mapolisi yetu sahi wanavaa kama kanjo speak. Akabadilisha tena gari za shule. Vitu zote ni yeye. Tena Dennis Wajala anasema hapa ati Matiang'i kuwa president. Munataka hata mabimbi zetu wafae suruali ya yellow Mr. Speaker. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Hatuwezi kubali kitu kama hiyo Mr. Speaker. Kwa hivyo Mr. Speaker, mimi nikimalizia, mimi nasema hii Kenya sasa tuko serious. Hatuwezi exchange Ruto tuweke mtu wa kunyamba nyamba kwa mkutano Mr. Speaker. Tunataka watu wenye wako serious Mr. Speaker. Kwa hivyo Mr. Speaker, mimi nilikuwa nauleza wenye wanasema one term. Kwa sababu sisi tunajua Kithure Kindiki ndiye anaenda kuwa ring leader wa hiyo one term. Na mimi nauliza watu wa one term wenye wanasupport Rigathi Gachagua. Kwani nyinyi mkilala muotengi Rigathi Gachagua? Hiyo kitu yasumbwangi na ndoto. Kama mimi ndio mtu wa two term na nikiota Rigathi Gachagua, huwa inanisumbua mpaka naenda kwa kanisa kuomba Mr. Speaker. Na mtu anasupport Rigathi Gachagua kila siku na oti. Kwani Mr. Speaker, watu wanalanga na mifupa ya nguruwe kwa mfuko? Mr. Speaker, mimi hata sasa hivi nimeongelea Rigathi Gachagua, lazima niende lale kama suruali nimependua upside down. Lakini mtu anashinda hapa kusupport Rigathi Gachagua. Kwani watu hawatangi Rigathi Gachagua Mr. Speaker? Ama wanalala na mifupa ya ndovu kwa mfuko? Asanteni sana Mr. Speaker.